Uhuru ni kamili habari. Wikendi ya pili ya Juni 2026 dunia. Je, ni tafakari gani za hivi karibuni nilizonazo kuhusu mambo yanayoendelea? Hivi karibuni sijasikia wala kuona mengi kuhusu vita kati ya Marekani, Israeli na Iran, isipokuwa kwamba gharama za mafuta ya kisukuku, nishati na bidhaa nyingine muhimu zimeongezeka sana au huenda zikaongezeka hivi karibuni ikilinganishwa na kabla ya vita hivyo. Nadhani hili lilikuwa mojawapo ya malengo yao makuu tangu mwanzo wa vita hivyo. Kuwafanya watu wawe maskini zaidi, dhaifu zaidi, wategemee wengine zaidi na wawe rahisi kudhibiti. Hebu tuwaonyeshe ladha ya kinyume chake. Hebu tuwe huru zaidi, wenye nguvu zaidi, wenye uwezo mkubwa wa kustahimili changamoto na tupunguze utegemezi wetu kwa mfumo wanaouona kama wa kunyonya wengine. Wakati huo huo wanaendelea kusema mambo yasiyo ya kweli kuhusu uchumi hadi watakaposhindwa kufanya hivyo, nadhani. Nyakati za kusisimua na zenye hatari. Pia tusisahau kuhusu huduma ya kijeshi ya lazima nchini Ujerumani. Vita vya tatu vya dunia vinaonekana kuwa jambo zito kwa Ulaya. Wapinzani bandia wa upinzani bandia, kwa amri ya mabwana wao wa tabaka la juu, wameifanya huduma ya kijeshi kuwa ya lazima nchini Ujerumani. Huenda vita vya tatu vya dunia vikawa hatua yao ya mwisho katika mfumo wao wa kifedha wanaouona kama mpango wa Ponzi unaodorora. Hebu tuwalinde watoto wetu. Kuhusu mfumo huo wanaoita wa Ponzi, inaonekana bei za mali zinatatizika kuendana na mfumuko wa bei katika maisha ya kila siku, huku wakiendelea kusema mambo yasiyo ya kweli kuhusu hali ya mfumo wa uchumi, serikali na fedha ambao wanauona kuwa umejaa ufisadi, matumizi mabaya, usio na tija, unaowafanya watu kuwa maskini zaidi na unaozidi kuwa mbaya. Viwango vya riba vya hati fungani vinatatizika kubaki chini vya kutosha kuhimili kiwango kikubwa cha madeni yasiyo endelevu na yasiyo na tija duniani. Je, uchapishaji mkubwa zaidi wa fedha kuwahi kutokea uko karibu? Fungeni mikanda yenu. Pia tusisahau kile wanachokiita ajenda ya kupunguza idadi ya watu. Daktari bingwa wa saratani Angus Dalgleish amesema kuna angalau njia 12 ambazo inaweza kuingia kwenye DNA na kuamsha jeni zinazohusishwa na saratani. Hakuna njia ya kudhibiti teknolojia hii, nae matumizi yake katika chanjo za baadaye yanapaswa kupigwa marufuku, na chanjo za COVID zinapaswa kusitishwa sasa. Pia tusisahau kile wanachokiita ajenda ya kuendelea kuwapa watu sumu kupitia mfumo wa chakula. Bunge la Ulaya linatarajiwa kupiga kura kuhusu sheria mpya itakayoweka mfumo wa makundi mawili kwa bidhaa za GMO chini ya INCS, New Genomic Technicus, ambapo bidhaa za mwisho za mtu mmoja hazitahitaji tena kuwekwa alama za lazima zinazoonyesha kuwa ni GMO, kwa kuwa alama hizo zinaweza kuonekana kwa mtazamo hasi na kusababisha kukubalika kidogo na watumiaji. Paka Small. Uhuru ni kamili habari. Wikendi ya mwisho ya Juni 2026. Faini za jinai za serikali. Kwa kuwa binafsi ninahusika na suala hili na nina hasira kubwa kulihusu, toleo hili la habari litajikita kikamilifu kwenye mada hii. De Ligne inahudumia usafiri wa mabasi katika Flanders, chini ya usimamizi na kwa kiasi kikubwa kufadhiliwa na fedha za walipa kodi na serikali ya Flanders. Mwanangu wa kiume mwenye umri wa miaka 12 ana tiketi halali ya mwaka ya kibinafsi iliyolipiwa mapema, ambayo huitumia kila siku kwenda na kurudi shuleni, na kwa kanuni inampa haki ya kusafiri wakati wowote ndani ya kipindi chote cha uhalali wa usajili kwenye basi lolote la De Ligne. Wabunge husika, wasimamizi na wafanyakazi wa uendeshaji wameweka mfumo ambapo wakati wa ukaguzi maalum, faini hutolewa kwa utaratibu hata kama msafiri ana usajili halali, ikiwa usajili huo haukusajiliwa kwa mafanikio kwenye skana ya njano wakati wa kupanda. Kwa sababu hiyo, mwanangu wa kiume mwenye umri wa miaka 12 alipokea hivi karibuni faini ya euro 24 na faini ya euro 60. Nitaonyesha kwa ushahidi wa kushawishi kwamba taratibu hizi zilizowekwa na serikali na mfumo huu wa faini za mara kwa mara ni makosa dhidi ya wananchi wa Flanders. Basi lina skana 2 za njano za kuthibitisha tiketi zilizotolewa na De Ligne, moja karibu na dereva mbele na nyingine kwenye mlango wa kati. Aidha, lina skana nyeupe kwa ajili ya kulipia kwa kadi ya benki. Mtu anayesafiri bila tiketi anaweza mara nyingi kupanda bila kuchanganua tiketi na bila dereva kuomba uthibitisho wa usafiri. Mtu kama huyo hupanda kupitia mlango wa kati au hata kupitia mlango wa mbele na hupita karibu na dereva ambaye mara chache sana huomba tiketi. Nitatoa ushahidi wa kina kuhusu hili katika matoleo yajayo ya habari. Iwapo kwa nadra dereva atauliza, msafiri bila tiketi anaweza kujibu kwa urahisi, nitalipa baadaye kwa kadi yangu ya benki. Kisha husafiri safari hiyo moja kwa njia halali, au husema amesahau kadi yake ya benki na kushuka tena.
Sasa kosa la serikali ni lipi? Ni ukiukaji mkubwa wa faragha ya kibinafsi kupitia uwekaji wa lazima na wa kimfumo wa kurekodi muda wa kupanda, eneo na njia ya safari ya wananchi na ya watoto wao walio katika mazingira magumu, wakati utaratibu huu hauna athari yoyote inayoonekana katika kuzuia wasio na tiketi. Kosa la pili, wakati wa ukaguzi maalum, mkaguzi anachanganua usajili wa mwanangu ambao kama kawaida alikuwa nao. Kompyuta kibao ya mkaguzi inaweza kuthibitisha mara moja kuwa ni tiketi halali ambayo kimsingi inaweza kutumika kwenye basi lolote na wakati wowote na ambayo imelipiwa kikamilifu mapema. Hata hivyo, kwa sababu tu tiketi haikusajiliwa kwa mafanikio wakati wa kupanda, faini hutolewa kwa utaratibu licha ya ukweli kwamba msafiri ana tiketi halali. Hii, kwa maoni yangu, ni dhuluma dhidi ya familia za Flanders na watoto wao. Serikali haiwezi kudai kwamba mwanangu ambaye anaonyesha tiketi halali ya kibinafsi kwa mkaguzi ni msafiri bila tiketi. Hata hivyo, ndivyo inavyotokea katika vitendo. Paka Small. Uhuru ni kamili habari. Wikendi ya 3 ya Julai 2026. Rufaa dhidi ya faini za kihalifu za The Legion. Niruhusuni nikumbushe kwa ufupi makosa mawili ambayo serikali imewatendea wananchi wa Flanders niliyoyataja katika taarifa iliyopita. The Legion inawalazimisha raia wa Flanders wenye abonementi ambazo kimsingi zinawawezesha kusafiri bila kikomo katika basi lolote wakati wa uhalali wake, kutoa taarifa zao binafsi za faragha kwa The Legion kila wanapopanda basi kupitia mfumo wa faini, wala kuchanganua abonementi kila unapopanda basi, wala faini hizi hazina athari yoyote kwa wanaosafiri bila kulipa nauli. The Legion inawanyang'anya wananchi wa Flanders fedha kupitia faini hizi. Hapa chini mnaweza kusoma rufaa yangu ambayo hivi karibuni niliwasilisha kwa kitengo cha faini cha The Legion, Boetes The Legion B. Ndiyo, mmesoma vizuri, rufaa yako unaiwasilisha kwa taasisi ile ile inayotoa faini. Wamekuwa wavivu kiasi kwamba hata hawaonyeshi dalili yoyote ya kutokuwa na upendeleo. Kwa barua hii ninakata rufaa dhidi ya faini yenu. Mwanangu mwenye umri wa miaka 12 alichanganua abonementi yake alipokuwa akipanda basi, lakini haikufanya kazi wakati huo. Hata hivyo, ilifanya kazi kwa mkaguzi aliyemtoza faini na pia ilifanya kazi katika safari zilizofuata. Kwa hiyo, wakati wa kupanda basi kulikuwa na hitilafu fulani ya kiufundi kwenye kifaa cha kuchanganua au kwenye abonementi yenyewe, kutulazimisha baadaye kuthibitisha kwamba hitilafu kama hiyo ilitokea au kwamba kifaa huenda kilikuwa na kasoro. Ni jambo lisilowezekana karibu kabisa na ni ukiukaji wa haki zetu za msingi kama raia na kama wamiliki wa abonementi. Zaidi ya hayo, ukweli kwamba mkaguzi anatoa faini kwa mwenye abonementi wakati ameweza kuthibitisha papo hapo kwamba ni abonementi halali iliyolipiwa mapema ni ukiukaji mkubwa wa haki zetu za msingi kama wamiliki wa abonementi. Mwanangu hakusafiri bila kulipa nauli na alithibitisha hilo kwa kuonyesha abonementi yake halali ambayo mkaguzi alithibitisha kupitia kompyuta yake kibao kuwa ilikuwa halali. Kwa hiyo, faini ya kusafiri bila kulipa nauli haina msingi wowote wa haki. Ikiwa mmetoa faini hii kwa sababu ya sharti lenu lisilo na manufaa yoyote katika kupambana na usafiri bila kulipa nauli, la kuwataka wenye abonementi kuzichanganua kila wanapopanda basi, basi hilo pia ni ukiukaji mkubwa wa haki zetu za msingi kama wamiliki wa abonementi. Kuchanganua abonementi wakati wa kupanda basi hakuna athari yoyote kwa wanaosafiri bila kulipa nauli. Tafadhali wasilisheni ushahidi kwamba ina athari. Nitaweza kuonyesha kwa urahisi udhaifu wa ushahidi huo. Ikiwa mnakusanya taarifa za safari zinazohusishwa na majina ya watu kupitia faini hizi, basi hilo ni ukiukaji mkubwa zaidi wa haki zetu za msingi kama wamiliki wa abonementi. Kwa kuwalazimisha watu kuchanganua mara kwa mara abonementi zilizosajiliwa kwa majina yao, mnavunja kwa kiasi kikubwa faragha ya wamiliki wote wa abonementi, hasa watoto, wazee na watu wengine walio katika mazingira ya hatari. Itaendelea. Paka Small.